Majina naitwa Meshak Salum. Hapo kwanza nilikuwa naitwa Hassan Salum Omari. Ni mzaliwa wa mkoa wa Kigoma. Kwa sasa hivi nimeokoka, lakini kabla ya hapo nikiwa naitwa Hassani nilikuwa Muislamu mkoani Kigoma. Nimesoma kwenye madrasa inaitwa Al-Ghazari Mwanga Vamia, na pia madrasa Al-Mahid mpaka Muhajirin, lakini pia nimesoma chuo cha mkoa kinaitwa Darul Huda. Nina elimu ya thanawi ya Kiarabu. Katika maisha yangu mimi nimewahi kuwa mganga wa kitabu na mganga wa kienyeji. Uganga wa kitabu niliupata kupitia ustadhi wangu wakati tunasoma madrasa. Ustadhi wangu anaitwa Ahmad Abdu. Wakati tunasoma madrasa, yeye alikuwa anatufundisha kwenye madrasa Al-Muhajirin. Tulikuwa tunasoma hapo, yeye alikuwa ni mganga wa kitabu, alikuwa ni mtaalamu wa uchawi wa kitabu. Kwa hiyo alichokifanya, alikuwa anatuchukua wanafunzi wake ambao anajua tunakifua, tunaweza kumsaidia mambo kadha wa kadha kwenye shughuli zake. Na pili, alikuwa anatupima kwamba je, tunapokwenda kwenye hizo shughuli tukirudi kuna chochote tunachosimulia wengine. Mimi na rafiki yangu mmoja anaitwa Abdallah na Ramadhan tulikuwa ni miongoni mwa wanafunzi aliyekuwa anatuchukua mara kwa mara. Kwa hiyo wakati tunakwenda huko alikuwa anatuchunguza, anasikiliza kwa wanafunzi wenzetu kuna lolote tunaongea. Aliona mimi ni msiri sana, lakini aliona pia ninapenda kile kitu. Napenda kufanya, lakini pia napenda kufuatilia. Baada ya hapo aliamua kuniambia kwamba nina kitu cha tofauti, na alisema atanizawadia hiyo elimu. Kwa sababu unajua unaposoma Qur'ani kuna kitu kinaitwa ilmu dunia na ilmu akhira. Ilmu dunia ni elimu ambayo ni ya uganga. Ilmu dunia ni elimu ya uganga ambayo inatumiwa, lakini inatumiwa kwa visomo vya Qur'ani na baadhi ya taaluma zingine ambazo si wanazuoni wote wanaweza kuzijua, ila ni kwa watu pekee walio na kifua na uwezo wa kubeba mambo makubwa. Na ilmu akhira ni elimu ambayo kila Muislamu anaweza kupewa. Ndio elimu ambayo inaelezea habari za akhera, habari za jahannam, kwa maana ya janna na jahannam. Janna ni pepo, jahannam ni motoni. Qur'ani inasema, nitanukuu baadhi ya aya, inasema inna jahannama kanat mirswada, kwa hakika jahannam inawangoja wabaya, lituakhina maaba, ni makazi ya wasi. Hiyo ndio ilmu akhira yenyewe. Kwa hiyo ilmu dunia unaipataje, unafundishwaje, inatokea wapi? Na sasa hivi nitakuonyesha tu kwamba ilmu dunia nilofundishwa inapatikanaje, nilifundishwaje na inatokea wapi. Wakati tunasoma madrasa tulikuwa tunafundishwa alfabeti kutoka kwenye juzuu inaitwa juzuu amma. Unaposoma juzuu amma kwenye zile alfabeti, mwisho kuna sura inaitwa Tammati kalimati rabbika sidqa. Hii ni surati Tammat. Hii paragrafu ya juu ndio ambayo wote huwa wanaishia. Paragrafu ndogo ya chini hii ndio ufunguo wa elimu ya uchawi duniani. Hakuna uchawi duniani kokote isipokuwa una kanuni. Uchawi wote lazima una kanuni, na uchawi ni mahesabu. Kwa hiyo hii elimu ndogo iliyoko hapa chini, hii inaitwa abjadi. Ndio elimu ambayo inaitwa ufunguo wa mambo ya uchawi wa kitabu. Na sasa kwa sababu hiyo ustadhi wangu aliamua kunipa siri hii ambayo wengi huwa wanaluka wanakwenda surati Fatiha kwenye kujifunza, wakati mimi nimeshamaliza juzuu 30 wakati najifunza hii elimu. Ustadhi wangu Ahmadi aliamua kunirithisha hii elimu. Kwa hiyo nikapata ujuzi huo kutoka kwake. Baada ya kujifunza abjadi, ni lazima usome kitabu kinaitwa Abu Ma'ashar al-Falaki Kabira. Hiki ndio mlango mkubwa au baba wa milango ya falaki. Huwezi ukajua mwanzo wa falaki bila kujua aina 12 za nyota au milango 12 ya nyota, na nyota zimegawanyika kwenye makundi makubwa manne. Makundi makubwa manne ambayo kundi la kwanza tunasema ni bahthu ambayo ni upepo, na kundi la pili tunasema ni turabi yani udongo, kundi la tatu tunasema almau yani maji, na kundi la nne tunasema ni naru yani moto. Kwa nyota zimegawanyika kwenye makundi makubwa manne ikiwa kwenye mafungu yake 12. So nilijifunza hiyo elimu kwa kina, na baada ya kuwa nimefuzu tayari, kwa sababu elimu hii hapati tu kila mtu. Elimu hii ni elimu ambayo watu wanaipata kwa shida, inanyenyekewa sana kuliko unavyofikiri, kwa sababu ni ujuzi. Lakini ilikuwa kuna sababu gani ya mimi ambaye nina malengo ya kuja kuwa ustadhi nifundishwe elimu kama hii? Elimu kama hii ni elimu ambayo iko kwenye makundi ya jihadi. Jihadi imegawanyika kwenye makundi matatu. Iko kwenye makundi ya jihadi, kuna jihadi nafsi, kuna jihadi maaluhu, kuna jihadi suhrain, kuna jihadi ya uchawi, kuna jihadi ya kutoa nafsi yako, na kuna jihadi ya kutoa mali yako. Kwa hiyo ilikuwa kuwa na elimu hii ni kuwa na ujuzi ambao baadaye unaweza kukusaidia wewe kwenye kulingana dini,
kulinda heshima na mambo mengine mengi ambayo watu wengi wanayatumia kwenye ulimwengu huu tulionao. Basi baada ya kujifunza hii ilmu, nilibahatikiwa na mimi kuwa mwalimu wa madrasa. Nilikuwa nafundisha madrasa iko pale Mwanga, msikiti wa Ijumaa, Mwanga Regeza Mwendo, mkoani Kigoma. Mimi ni mzaliwa wa hapo na nimezaliwa kwenye familia hiyo ya Kiislamu. Baada ya hapo nilipokabidhiwa madrasa, nilianza moja kwa moja kazi ya uganga. Lakini kabla sijaanza kazi ya uganga, nikiwa najifunza ilmu hii ya abjadi, nikiwa najifunza ilmu ya falaki, kuna kitu ambacho kilinipata. Kwetu sisi kwenye ukoo wetu, namaanisha familia yetu, kuna asili ya mambo ya uganga wa kienyeji. Uganga huu wa kienyeji uko upande wa baba na upande wa mama. Na kwa kawaida kwa familia yoyote ile, kama kulikuwa na asili ya uganga, mizimu ipo kwenu ya uganga, na kulikuwa na mtu ambaye alibeba mikoba hiyo ya uganga, ni lazima baadaye aje apatikane mrithi wa mambo hayo, kwa sababu wale wazee, ili kulinda heshima yao, lazima ile tunu ya uganga iendelee kuenziwa na moja ya wazaliwa wa ukoo huo. Sasa nilikuwa na dada yangu, mtoto wa mjomba wangu, dada yangu binamu, ni marehemu sasa hivi, anaitwa Jamila. Alikuwa anaitwa Jamila, ni marehemu, tumemzika miaka 3 iliyopita. Dada yangu huyu, yeye ndiye alikuwa amechaguliwa na mizimu upande wa mama yangu, kwa sababu mizimu ya upande wa mama ilikuwa inatafuta mrithi. Kwa miaka mingi hajapatikana, tangu afariki marehemu babu yetu alikuwa hajapatikana. Alichaguliwa, wakati huo alikuwa yeye ameshaolewa, yuko Mwanza. Alikataa kuwa mganga, ile mizimu ikampiga upofu. Mama yake naye alishinikiza sana mwanangu hawezi kuwa mganga. Mizimu ilipompiga upofu, alileta wakatibu, ilishindikana kupona. Sasa kitu kilichotokea ni kwamba ile mizimu ikaona mimi nimekaa kwenye njia, tayari mimi ninapenda huo uganga, naipenda hiyo kazi, ikanivaa mimi. Ilivyonivaa mimi, ikabidi niingie moja kwa moja kwenye mchakato, lakini haikuwa rahisi mpaka kuingia kwenye mchakato. Niliumwa mimi. Nilikaa ndani sitembei. Kwa mpaka nilipokuja kufanyiwa tambiko la awali, na nilifanywa na mganga aliyeniosha uganga mwenyewe, anaitwa Juma Swale, maarufu kama Jumapili Kamchape. Yeye anaishi Mwanga pale Kisangani, mkoani Kigoma, wilaya ya Kigoma mjini. Baada ya kuoshwa sasa uganga poli ndogo na poli kubwa, tayari nilikuwa mganga na nilikuwa na kilinge nafanya mambo yangu. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimewahi kuyafanya nikiwa bado sijaokoka, nikiwa bado mganga. Kitu cha kwanza, ili uwe na nguvu, uganga ni hatua, lakini ndani ya hiyo hatua uganga huwa kuna madaraja. Ni kama vile leo mtu anaweza akaajiriwa kuwa polisi, kuwa jeshi. Kuna wengine wanaanza na V2, wengine 3, lakini huko ndani kuna hatua mpaka mtu baadaye anakuja kuwa general, anakuja kuwa nani, kuna hatua. Sasa na uganga ni hivyo, kuna hatua. Ukishakuwa mganga baadaye kuna hatua zinazoendelea ambazo lazima wewe ufocus kwenye kazi yako, ufanye mambo ambayo ile mizimu inataka, yale mashetani yanataka, ili baadaye uje kuwa kwenye ngazi unayotaka kuwa, au usiwe mnyonge mtumikishwa wa wengine, uwe bosi mtumikisha wengine. Sasa wakati huo, kumbuka mimi na taaluma ya uganga wa kitabu, na tayari nimeshaosha poli ndogo, poli kubwa kwa ajili ya uganga wa kienyeji. Kwa nilikuwa ni kijana mdogo of course, lakini nilikuwa na taaluma mbili. Mimi huyu nilikuwa ni mganga wa kitabu, na mimi huyu nilikuwa ni mganga wa kienyeji. Ndani ya mtu huyu mmoja ana CV mbili. Nikaamua kuanza kutafuta namna ya kuwa mkubwa kuliko wengine. Namna ya kwanza ambayo ilinifanikisha mimi kuwa mkubwa kuliko wengine ilikuwa ni kuwatoa kafara watoto wadogo. Nitaeleza ni kwa namna gani watoto wadogo tulikuwa tunatoa kafara, kwa sababu mpaka kuweza kutoa kafara haya mambo unayafanya kwa sababu poli ndogo na poli kubwa imesha kukomaza kuwa katili. Poli ndogo na poli kubwa, mganga anapooshwa kienyeji anatengenezwa kuwa katili, ili akiambiwa na mashetani yale ile mizimu kwamba fanya jambo fulani, kwamba muondoe hata mama yako, una uwezo wa kumuondoa, kwa sababu imesha kuondolea uoga na umetengenezwa ukatili ndani yako. Kuna mambo magumu sana ambayo nilikutana nayo poli kubwa na niliyafanya poli kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima nifanye hiyo kafara ya watoto ili nipate kupanda cheo, niwe mkubwa. Wakikaa wazee, mimi kijana niitwe mzee katikati ya wazee, japo ni kijana mdogo. Sasa tulikuwa tunafanyaje, au nilikuwa nafanyaje ili kupata watoto na kuwatoa kafara? Jambo la kwanza, nilikuwa naenda kununua midoli. Midoli ambayo wengine wananunulia watoto zao, wanawaletea wachezee. Nilikuwa nakwenda kununua midoli soko kula Mwanga pale Mwanga sokoni. Nilikuwa nakwenda kununua midoli. Ile midoli tunapasua usawa wa tumbo. Ukipasua
unakuwa umetengeneza, kuna chakula cha maruhani au majini kinaitwa kitanga. Kitanga ni aina ya chakula kinachotengenezwa kwa maji marashi, damu ya njiwa, una